mikono katika jina la Yesu. Karibu mikono. Piga mikono vya, piga mikono vya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Amen. Jisikie kuwa na furaha mara tena, maana tuko machoni pa Mungu. Amen. Kila siku tunasemaka sio kwa bahati nasibu ama kwa bahati mbaya tukutane katika hekalu la Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, ni jambo la kumsifu Mungu, ni jambo la neema sana. Tutazungumza maneno ya Mungu mara tena. Saa moja nitakuwa mrefu lakini leo. Unaponyoka? Unaponyoka uko fuzima. Amen. Amen. Sijui mnasema aje? Tukogota ama tufanye ya fresh ya mbio. Leo Mungu atasema tu. Dr. Stella kwa papa wewe hapa kusema, Dr. Stella akasema kwanza. Sijui unasema Dr. Stella. Hapana, vile tu Mungu ataniongoza. Mama unasema aje? Mshukua mrefu, mshukua mfupi, ina no. Lakini nituambia niko moja hapa sema ya marefu na mafupi yote ni mpango ya Mungu. Sasa mpango mrefu yote ni Mungu. Amen. Amen. Ndio Mungu tufundisha hapa. Aibu Mungu akuchagula aseme hawa ndio warefu mafupi sana ndio hapa Mungu acha sote tu nini? Zero part. Ndio tukikawia kwa sababu kwa Mungu lakini sasa tusikawie. Amen. Itakuwa mzuri sana maana iko na nyingi ya kufanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Ninamshukuru Mungu mara tena maana amenipa kibali kizuri kuwa katika mbele ya taifa la Mungu. Ninasema jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ninamshukuru Mungu mara tena maana ametupa uzima bure. Ametushughulikia kila siku itwapo leo, anatujali kabisa. Ninasema jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Amen. Acha tuzungumze maneno ya Mungu. Mungu anisaidie tuzungumze maneno ya Mungu kuhusu ulimi ama kuhusu maneno. Unajua ulimi ni kiungo ambacho Mungu ametupatia kio katika viungo vyetu vya mwili. Na ni kiungo ambacho kinakuwa kikubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Maana kama ulimi haufanyi kazi, hauwezi sema. Nawaza ni hivi. Kama ulimi haufanya kazi, hauwezi kula. Hauwezi kunywa. Nawaza ni hivi. Ulimi inakuwa na kazi kubwa katika maisha ya wanadamu. Na hii ulimi ni kiungo ambacho Mungu ametusaidia. Lakini kunakuwa shida ambazo tunazipitia kupitia ulimi wetu. Kunakuwa shida ambazo watoto wako wanazipata kupitia ulimi wa wazazi. Kunakuwa shida ambazo dunia iko inazipitia kupitia ulimi. Ndio maana ulimi ni kiungo kizuri, ila kinakuwa na madhara makubwa. Amen. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba ulinde ulimi wako kuliko vyote vilindavyo, maana huko mnakuwa chemchemu ya uzima. Biblia inaposema kulinda ulimi wako ni kuulinda usiseme maneno ambayo hayamshii Mungu tukufu. Usiseme maneno ambayo hayajengi. Usiseme maneno ambayo hayafariji. Usiseme maneno ambayo hayamrudishii Mungu sifa na shukrani ama hayampi Mungu tukufu. Usiseme maneno ambayo yanamrudishia Mungu utukufu. Maana kila neno ambalo mwanadamu analisema linakuwa linaandikwa katika kitabu cha kumbukumbu. Tuko pamoja watoto wa Mungu? Ikiwa nzuri ama ikiwa mbaya linaandikwa katika kitabu cha kumbukumbu. Na kunakuwa siku yale maneno yote ambayo umeyasema, kunakuwa siku ambacho yataenda hukumuni sasa. Kila mtu maneno yake ambayo ameyasema, Mungu atayatia hukumuni. Hayakwenda mwisho wa dunia. Yale maneno ambayo tuko
tukiwa watoto, tukiwa watu wazima, yale ambayo tunayatamka yanatuletea shida na matatizo katika maisha yetu ambayo tuko tunayaishi. Lakini ulimi sio kitu kibaya katika maisha yetu. Ulimi ni kitu kizuri sana, lakini kinaleta madhara mengi sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Tusome Biblia, usikie maneno ya Mungu inasema nini. Tukamatie Zaburi 52 2. Zaburi 52:2. Tasoma 52 verset 2 inasema hivi. À l'occasion du rapport de Diego et Domit, Ngapi? 52. Psaume 52. Psaume 52, 2. chapitre 1, verset 2. Verset 2. À l'occasion du rapport que Doeg, Soma tatu kwanza wewe. pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. 4. La langue. Iko mkatre au iko mde? Swali iko mde. Unarudia tena. Verset 4 inasema, la langue ne t'invente que de malice, comme un rasoir afflé, fourbe que tu es. Amen. 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 Ninasoma mkiswahili. Inasema hivi: ulimi wako watunga madhara kama wembe mkali, ewe mwenye hila. Ulimi wako, ulimi unatunga madhara. Ulimi ni kiungo kidogo, lakini kina madhara makubwa. Ulimi itaweza kutenganisha watu. Ulimi utaweza kuunganisha watu. Ulimi utaweza kupatanisha watu. Na huyu ulimi tena utaweza kusambua watu. Sasa Biblia inasema ya kwamba ulimi wako watunga madhara kama wembe mkali. Ulimi wako unatunga madhara ambayo kesho tena yale madhara ambayo ulimi wako umeyanena utaanza kujuta, ili yananifikia kwa sababu gani? Haya ninayapitia kwa sababu gani? Kumbe ni ulimi wako ambayo umeyatunga yale madhara. Ulimi wako umesema mabaya kwa ajili ya maisha yako, na yale sasa maisha unaanza kuyapitia. Mungu asaidie sana. Amen. Ndio maana katika maisha ambayo tuko nayaishi ni lazima kuchunguza ulimi wetu kila siku. Ni lazima mbele ya kutamka neno, ikiwa wazazi kwa watoto, ikiwa watoto kwa wazazi, ikiwa wazazi kwa watoto wao, ni lazima kuchunguza, je, haya ambayo nitayasema kesho hayataleta madhara kwa watoto wangu? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ulimi unakuwa na nguvu sana. Yawezekana ukienda kama vile kwenye masomo ya watoto, ukuta kwenye masomo ya watoto, unasema mwalimu yuko anakuambia huyu mtoto wako huyu hata ana akili, hata kwa huyu mtoto wako masomo yanamshinda huyu. Haiko jambo la kawaida. Hiyo maneno usikamate kama vile kawaida, sasa Mungu atamsaidia tu, ataendelea. Ni vitu vya kuanza kukemea, kwa sababu ulimi inakuwa na nguvu. Na wakati inatoka haujui ilitoka na nguvu gani yale maneno. Na ndio utakuta watoto wengine yale maneno yanawafuata mpaka ukoo wao, yanawafuata katika maisha yao ya utu uzima, kwa sababu yametamkwa kwa ajili yao. Biblia inasema maana huyu ulimi unakuwa na nguvu kama wembe. Kama vile wembe unakata. Na katika ulimi ndio unakuwa watu wamejilaani maisha yao yote. Unakutaka wengine wako wasema asie familia yetu ni hivyo hivyo tu. Hakuna mwanapataka lisansi ya familia yetu. Unawaza ni kawaida. Kumbe huko na jilaani. Kumbe huko na jilaani. Sasa ukisoma kitabu cha Mathayo 12:36, mstari wa 36
amesema kila neno litaletwa hukumu mbele za Mungu. Acha mtu wa moyo atusomee kwanza. Mtumishi wa Mungu tusomee pale. Mwenyewe tayari atusomee pale. Matthieu 12, 36 à 37. Matthieu 12. 36 à 37. Matthieu 12, 36 à 37 nasema 36 tutasoma jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les jours du jugement, les hommes rendront compte des fautes paroles vaines qu'ils auront proférées. 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Inasoma Kiswahili inasema hivi. Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kila neno ambalo mwanadamu, kila neno ambalo tunalisema, kila neno ambalo tunasemewa, kila neno ambalo tunalisikia, ipo siku litakuwa hukumuni kwa Mungu. Ipo siku kila neno litapata hukumu, ikiwa mbaya, ikiwa nzuri. Ipo siku litatoka mbele ya Mungu, huko unapata judgment ya yale maneno. Ndio maana katika kusema ni lazima kujichunguza, ni lazima kujiangalia. Je, haya ambayo unayasema, je, kesho sitakuja kwa hukumuni kwa ajili ya haya maneno? Haleluya kanisa la Mungu. Amen. Haleluya wa Kristo. Amen. Aseme kwa kuwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Amina. Amen. Aseme maneno yako yale ambayo umeyasema, wewe unasema nimesema tu yanapita. Lakini ipo siku yale maneno, vitabu vitafunguliwa vya maneno ambayo tumeyasema, vya maneno ambayo tumeyasikia. Ipo siku vitabu vitafunguliwa. Biblia inasema ya kwamba ikiwa neno nzuri au mbaya litapita kwenye hukumu. Na kupitia maneno ya vinywa vyetu ni hapo kutakuwa hukumu. Na kupitia maneno ya vinywa vyetu ni hapo tutaokolewa. Kama yalikuwa mazuri, yalikuwa maneno ya kujenga, ni hapo tuna mkono wa kuume. Na kama yalikuwa maneno ya kusambaratisha, yalikuwa maneno ya kusengenya, yalikuwa maneno ya kulaani, yalikuwa maneno ya machambo, ni hapo utaenda kwenye mkono wa kushoto. Mungu asaidie sana. Amen. Ndio maana kanisa la Mungu ni lazima kuchunguza maneno yetu. Sisi kama vile Wakristo, sisi kama vile ambao tunakuwa safari ya kwenda mbinguni, ni lazima kuchunguza maneno yetu kila siku. Hata wazazi, sio kila neno ambalo mzazi aweza kuambia mtoto wake, maana kuna neno ambalo utasema unaleta blokaji kwa maisha ya mtoto wako. Naona ni vile wazazi. Naona ni vile, sijui kama tuko pamoja tu watu wa Mungu. Amen. Kunakuwa neno ambalo utasema linakuwa blokaji, inakuwa kifungo mu familia yako, inakuwa kifungo mu nyumba yako, inakuwa kifungo mu watoto, kwa sababu umeyatamka. Ulimi una nguvu, ulimi unajenga, ulimi unabomoa. Na kunakuwa vitu vingine ambao wewe peke unajifunga, wewe peke. Unasema kwa mfano, amie sitafanya hivi na hivi. Amie sitafanya, unasema tu kama vile kawaida. Kumbe kitabu kimekwisha kuandika mbinguni. Kitabu kimeandika. Kila neno la Mungu, kila neno la mtumishi wa Mungu, kila neno la mjakazi wa Mungu liko linaandikwa. Maana ipo siku vitabu vitafunguliwa. Na wakati vitabu vitafunguliwa, ni hapo kila neno ambalo umelitoa mwanadamu litakuwa hukumuni. Mungu atusaidie sana. Amen. Ndio maana ni kwetu sisi kuchunguza maneno. Ni kwetu sisi kuangalia nitasema nini na sitasema nini. Ni kwetu sisi kuangalia. Unajua? Utasema hii masomo ya hapa naona nichosha, hasta ngoje nitakwenda kwa masomo leo.
Hapana. Sasa uniendea mimi nachoka kwanza. Unakamata vile ni kawaida tu. Kumbe yale ambayo unayasema vile, mimi hapa nitakia kwa leo mwa tena kuna trani mliongea mtoto uko mtoto mko bugrani fimu kuna kumara mko kuna bumaduza bumatreza bumakatoza mimi angusa ole waka mimi angusa ole waka mimi tekala kangu mimi sta ole waka mimi angusa zaraka sana. Yale ambayo unayasema kule kunakuwa kitabu ambacho tunaandika ni maneno yako ndio umeyasema. Mimi sta zaraka mimi angusa sta zaraka mimi angusa pendaki matoto. Amen. Wakati unayasema pale, lile neno linatoka kinywani kwako, linakuwa na nguvu. Linakuwa na nguvu ambayo unalifuataka. Sasa wakati utalisema vile, huko litaandikwa, Mungu ataliandika katika vitabu vya kumbukumbu. Sasa ni huko utasumbua watumishi wa Mungu kukuombea, ninahitaji sasa nipate mtoto. Unaanza kuomba wakati mtumishi wa Mungu atakuwa anakuombea kwa sababu Mungu akufungulie milango upate mtoto, vitabu mbinguni vinafunguliwa sasa. Wanaangalia ilikuwaka muone fulani, huyu binti alisemaka yeye apendaki watoto. Amen. Sasa tukimpatia huyu binti mtoto, je, huyu mtoto atamtunza vizuri? Watu wa Mungu. Sijui. Kama mtu apendaki watoto, basi mtoto atamtunza vizuri kweli. Sasa ni huko Mungu anaangalia baada ya kukupatia wewe peke uliweza kujikondane. Wakati uliweza kujikondane Mungu hatakupa. Kwa sababu peke yako ulijifungaka. Asipendaki yangu watoto. Asitangu jizaji yako. Nitabaki yako yangu hivi na hivi. Peke yako umejifunga. Msomaji ndio msomaji Biblia kwa kusema sema nini? Tena wako habari usikie nani Malaki kwa anasema nini? Malachi. Ndio. Malachi 3:16. Malachi 3:16 inasema. 16 inasema. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parleront l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta à un livre des souvenirs fit écrire devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent son nom. 17. Ils seront... Ok. Si tu n'as pas que celui qui a nous parlé de sommet à toi. Malaki tatu. Ndio Malaki. Ndio. Halafu mwenye kuogopa Bwana wakasemezana, Bwana akasikia kitabu cha kukumbusha kikaandikwa mbele yake. Mwenye kuogopa Bwana na kufikiri jina lake. Amen. 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 Haleluya. Amen. Tunasikia jinsi usomi anatusomea pale vizuri. Aseme ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao. Naye Bwana akasikiliza, akasikia na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake. Wakati watu watakatifu wa Mungu walikuwa wanasemezana. Wakati walikuwa wanasemezana wao kwa wao, Mungu akawasikia. Na wakati Mungu aliwasikia, Biblia inasema ya kwamba Mungu mbele ya kuwajibia alienda kwa wapi? Akafungua kitabu cha kumbukumbu. Angalia yale ambayo unayasema, je, ni sawa sawa na yale ambayo yameandikwa katika kitabu cha kumbukumbu? Haleluya kanisa la Mungu. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Wakati unaposema maneno, ikiwa mbaya ikiwa nzuri, linaandikwa katika kitabu cha kumbukumbu. Sasa ni huku vitu ambavyo tunavipitia katika maisha ni vitu ambavyo tulivisema tukiwa watoto yawezekana. Tulivisema sio katika loyenge ya mabinti. Tuko mfashion. Ni kwangu na siwezi kala bila podcast staff. Siwezi fanya hivi. Unavisema, mimi nafanya kwa podcast staff, basi uko na podcast staff ndio kukua mkaramusi.